Jay-Z, ambaye jina lake halisi ni Sean Carter, ameibuka mshindi katika kesi ya uhalali wa uzazi iliyodumu karibu miaka 10. Kesi hii ilianza mwaka wa 2015 wakati Raymil Satterthwaite, mwenye umri wa miaka 30 sasa, alipowasilisha madai kuwa yeye ndiye mtoto wa Jay-Z kutokana na uhusiano wa kimapenzi kati ya Jay-Z na mama yake Wanda Satterthwaite katika miaka ya 90. Wanda alifariki dunia mwaka wa 2016, na baada ya hapo mlinzi wake wa kisheria aitwaye Lily Colley alichukua jukumu la kuendeleza kesi hiyo. Kesi hii ilihusisha madai ya uhalali wa uzazi pamoja na madhara ya kihemoko na shutuma kwamba Jay-Z alitumia mamlaka yake kuzuia ukweli usitoke. Kesi ilifunguliwa mara kadhaa katika mahakama za majimbo ya New Jersey, Pennsylvania na California, lakini ilikataliwa mara kwa mara kutokana na ukosefu wa ushahidi wa kutosha na matatizo ya mamlaka ya mahakama. Raymil alidai kuwa Jay-Z alikataa kufanya vipimo vya DNA ili kuthibitisha au kukana uhusiano huo. Mnamo Mei mwaka wa 2025, Raymil alifungua kesi mpya ya shirikisho katika jimbo la California akitafuta fidia kwa madhara yaliyodaiwa. Hata hivyo, mnamo Julai mwaka huo huo, Raymil aliondoa kesi yake binafsi, ingawa alisema bado anapigania haki yake. Lakini mnamo Novemba 4 mwaka wa 2025, mahakama ya wilaya ya kati ya California ilikataa rasmi kesi zote mbili, ya Lily Colley na ya Raymil Satterthwaite, kwa kejeli. Maana ya kutoa kesi kwa kejeli ni kwamba wahusika hawawezi tena kufungua kesi sawa au kushinikiza vipimo vya DNA katika siku zijazo. Wawakili wa Jay-Z waliita madai haya kuwa ni unyanyasaji na uongo uliotengenezwa, na mahakama ilikubali hoja yao. Jay-Z hakuwahi kufanya vipimo vya DNA na madai yote yaliteuliwa kuwa hayana msingi. Hii inaashiria mwisho wa kesi hiyo iliyochukua karibu miaka 10, na Jay-Z sasa ameachiliwa kabisa bila uwajibu wowote wa kisheria au madhara zaidi.